siku ya leo majira ya saa 11 wanashuka dimbani kumalizia ule mchezo ambao utamhakikishia je ni KMKM ama ni Azam FC ambao ataenda kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho. Mchezo wa kwanza bado hujaisha kwa sababu dakika 45 tuliona walicheza ndio Amani. Azam alipata ushindi wa goli 2. Messi ameongeza mkataba wa miaka 3 akiwa ndani ya Inter Miami. Ligi ambayo haiongelewi sana kutokana na bara ambao ipo Marekani. Ukiangalia Messi ameenda kule ni kama kumaliza maisha yake ya soka. Messi ni yule. Sema tu tofauti katoka Ulaya kaenda Amerika. Waswahili wanakuambia hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Karibisha mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi chako pendwa cha michezo Sports Recap. Mimi ni Neema Kayuga, kama kawaida nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza yote ambayo unahitaji kuyafahamu, taarifa za hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania yanayohusu michezo. Lakini Captain Jackie Mushi yeye atakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza uchambuzi wote ambao utatokea hapa ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa zaidi ambayo tutaenda kuiangazia siku ya leo, Azam FC leo anashuka dimbani kujiuliza je, ataenda hatua ya makundi kwenye upande wa kombe la shirikisho ama atasalia hapa. Lakini pia upande wa kimataifa tutaenda kupita na taarifa ya Messi kuongeza mkataba miaka mingapi. Endelea kusalia nasi, tunarejea mbele yetu. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na kama unavyomuona Jackie Mushi yuko hapa kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Mimi ni Neema Kayuga, na moja kwa moja tuanze na taarifa zetu za hapa ndani. Na kabla hatujaanza, naomba nisalimu. Kwema? Uko poa? Poa. Hello Black. Si unajua yani Ijumaa, kwa hiyo kuna mpigo fulani ukiona umevaa unajua kabisa baada hapo kuna kitu kinafuatia. Kwa nini nyeusi? Kwa sababu gani? Unajua swala la kufua ni swala gumu sana. Kwa hiyo mimi nguo zangu ni ukiangalia mimi msikali. Yani hivyo kwa sababu wish mwenye black is malizia mwenyewe. Sasa na taarifa ya kwake Azam FC pamoja na KMKM ambao siku ya leo majira ya saa 11 wanashuka dimbani kumalizia ule mchezo ambao utamhakikishia je ni KMKM ama ni Azam FC ambao ataenda kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho. Mchezo wa kwanza Azam alipata ushindi mzuri na akaonyesha mpira mzuri chini ya kocha Ibenga, lakini anaenda Azam Complex ambapo mashabiki kama kawaida ni bure kwa upande wa mzunguko, lakini upande wa VIP wanalipia. Unaona ni mchezo wa aina gani ukilifana ule mchezo uliopita? Kwanza ni mchezo mgumu. Pili, mchezo bado hujaisha kwa sababu dakika 45 tuliona walicheza ndio Amani. Azam alipata ushindi wa goli 2, lakini dakika ama kipindi cha pili kinaje kumalizika ndani ya Chamazi, sio unaelewa. Na ukimsikiliza mwalimu msaidizi wa Azam asiniogope, anakuambia kabisa huu mchezo ni mgumu, haujaisha. Kama sisi tunaweza kupata ushindi ugenini, na wao pia wanaweza baada kupata ushindi ugenini. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu, na uzuri wa KMK na Azam wanajuana, sio mara ya kwanza kukutana, sio unaelewa. Lakini tukirudi kwenye ubora wa kikosi, hapa ndipo Azam wana advantage. Wana mwalimu mzuri, benchi la ufundi nzuri, pia wachezaji wao ni wazuri. Mtu kama Jafet Kitambara unamuona kabisa ni mtu ambaye amekuja amehitaji muda, unaona kabisa ana score mechi zake mbili zote za kimataifa amescore. Mtu kama Pascal Msimu umeona mechi iliyopita amescore. Watu kama kuna Faisal bado wanakupa mchezo mzuri. Kwa hiyo itakuwa ni mchezo mzuri, pia itakuwa ni mchezo mgumu kwa pia tunafahamiana, lakini advantage kubwa wanayoanza. Jana na kipindi wanaongea na waandishi wa habari kuelekea kwenye mchezo, nilimwona Aishi Manura akiongea pale kwa niaba ya wachezaji wake wote, lakini kocha akaongea kwamba wanahitaji mchezo kwenda kuandika historia kwao, kwa sababu Azam imekuwa na wachezaji wazuri miaka ya nyuma, makocha wanakuja wenye majina, lakini ule mwendelezo mzuri walikuwa hawana. Sasa hivi wamepata kocha mwenye viwango vya Afrika, kocha ambaye anajua namna gani ya kucheza mechi za mashindano, lakini wachezaji waliosajili. Nafasi ya Aishi Manura kwenda kudaka siku ya leo unaiona, kwa sababu Azam FC sio kwamba watatumia nguvu sana kwenye mchezo. Tumeongelea performance ya vikosi vyote viwili, Azam wako mbele ya KMKM. Unaona sasa ipo haja ya Aishi Manura kwenda naye kudaka mchezo ili awe na angalau aanze vizuri ndani ya Azam. Mchezo bado hujaisha.
Mimi siku zote naamini ama falsafa za mpira ziko hivi kwamba kikosi cha ushindi huwa kibadiliki, na hata kama mabadiliko yanafanyika ni machache sana, lakini na siku zote huwa hayafanyiki eneo la defense line. Kwa maana gani? Wale tayari wana muunganiko, na maana unapomtoa mtu mmoja ukamweka mtu mwingine bado itakuwa combination haiko sawa, lakini mwalimu siku zote ndio anashinda na hao watu kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo anajua nani ni bora, au Aisha aanze au yule golikipa ambaye alikuwa na Al-Hilal pia aendelee. Kwa hiyo kwenye swala la nani aanze kati ya Aisha ama golikipa mwingine, hilo tunamwachia mwalimu. Kwako Aisha Manula, yani ndani ya Azam anafuata nini? Kama kupangwa hapa, shida inakuwa wapi? Tatizo ni nafasi kaibu. Nimekwambia hapo siku zote kikosi cha ushindi alibadiliki. Sio kama kama Aisha ni mchezaji mzuri, lakini huwezi kuwapanga magolikipa wawili. Lazima umpange golikipa ambaye una matokeo naye. Kwa mimi hapa naamini Aisha nafasi yake ipo, atadaka hata kama sio mechi, bado ndio mechi zipo nyingi. Karata yako siku leo unampa nani kati ya Azam na KMK? Kwa siku leo Azam wanaenda kuandika historia. Kwa mara ya kwanza wanaingia group stage ya kombe la shirikisho. Musha amekuhakikishia kwamba Azam FC wanaenda kuingia kwa mara ya kwanza katika historia yake. Miaka mingi anaendelea kuzunguka, lakini leo hii tunaona mwanga kwamba yeye anaenda kuingia kwenye hatua hiyo. Tuachane na Azam FC, tugeukie ligi kuu Tanzania bara ambayo siku ya leo inaendelea kwa mchezo mmoja ambao utapigwa KMC. Tunajua Sokoine imefungiwa. Kombe ya City wameamua aende Dar ambapo atacheza na KMC pale complex. Wanakutana na JKT ambayo mchezo wa nyuma ulisumbuka sana, walicheza na Namungo. Walitangulia wakarudisha goli, so KMC pale wanaenda kukutana na Mbeya City ambayo nayo imeanza vizuri ligi. Tunatuonyesha kwamba ilikuwa inahitaji sana kupanda ligi. Kwa uchache ni mchezo wa aina gani? Ukiangalia performance ya vikosi vyote vilivyo kwenye mchezo ya mwanzo. Kwanza utakuwa ni mchezo mgumu. Zinaenda kukutana timu zenye aina moja ya uchezaji. Mbeya City ni wagumu, JKT pia ni wagumu. Ukitaka kuangalia mpaka sasa hivi Mbeya City ndio wanaongoza ligi. Yaani kama leo hii tukisema ligi imeisha, basi Mbeya City ni bingwa. Ukitaka kuangalia michezo yake mitano ana pointi 7. Kapoteza mechi 2 tu dhidi ya Azam na dhidi ya juzi amefungwa. Sijui unanielewa, amefungwa na mtani wake Prison, sijui unanielewa. Kwa hiyo mechi ambazo amepoteza, lakini ukitaka kuangalia kuna mechi ameshinda dhidi ya Fountain Gate, ameshinda dhidi ya sijui unanielewa. Kwa hiyo unaona kabisa amedraw na Yanga. Kwa hiyo unaona kabisa Mbeya City ni timu ambayo ni ngumu, lakini tukija kwa upande wa JKT Tanzania nao unaona wamecheza michezo yao minne hawajaruhusu goli, hawajafungwa mchezo hata mmoja, wamedraw michezo mitatu, wameshinda mchezo mmoja dhidi ya Coastal. Kwa hiyo unaona utakuwa ni mchezo mgumu. Kwa maana gani? Tunajua wachezaji wa Mbeya City ni wazuri, pia JKT Tanzania ina wachezaji wazuri. Kwa mfano kama kuna Hassan Dilongo anaongelea na Peter Kasunda ni national team wanaitwa. Kwa hiyo unaona kabisa utakuwa ni mchezo mgumu. Kwa uchache hii michezo ya mwanzoni ambayo niliona ya ligi mpaka sasa hivi, ligi yetu unaiona kwenye taswira gani ama ushindani gani? Kwa sasa hivi ni mapema karibu, kwa sababu kuna timu zenye mechi 4, kuna timu zenye mechi 5, kuna timu zenye mechi 2. Kwa hiyo huwezi sema utakuwa ni ushindani wa kusubiri, kwa sababu mpaka sasa hivi kuangalia Azam na Yanga wapo nafasi za mwisho kabisa 12 hadi 14. Kwa hiyo unaona kabisa ligi bado mbichi karibu. Ligi ni bado mbichi. Mwisho anamaliza hivyo, na hapa tunafika tamati kwenye habari zetu za hapa ndani ya Tanzania, na moja kwa moja tuiangazie kimataifa. Mwisho hapa tunaenda kidogo, tutaacha kidogo UEFA Champions League ambayo tuliongelea sana na tukaona na kikosi kimetoka, kikosi cha wiki. Hicho tutakiongelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini tuangazie mchezaji nguli ambaye anaandika historia kila siku. Ameonekana kuwa ni kioo cha wachezaji wengi wadogo ambao wanachikia wapite njia zake. Messi ameongeza mkataba wa miaka 3 akiwa ndani ya Inter Miami. Ligi ambayo haiongelewi sana kutokana na bara ambao ipo Marekani. Ukiangalia Messi ameenda kule mfano kumaliza maisha yake ya soka, inakuwa namna gani? Miaka 3 atamaliza akiwa na miaka 41. Kwanza unaweza kusema ameenda kule kutengeneza
career yake nyingine ama historia yake nyingine. Kwa maana gani? Messi ni yule yule, sema tu tofauti katoka Ulaya kaenda Amerika, sio unaelewa? Kwa sababu mambo ambayo anayafanya kule bado ni makubwa, kwa sababu utaangalia kashaka historia, kavunja baadhi ya rekodi. Kwa sasa hivi ndio mfungaji wa muda wote wa Inter Miami, sio unaona, ni muda mfupi tu kaingia tu. Sio ndio kuangalia msimu uliopita ndio kama mfungaji bora wa Major League. Kwa hiyo unaona kabisa La Pulga tofauti wake kutoka Ulaya kaenda Amerika, lakini uwezo unaweza kusema bado uko pale pale, kwa sababu hata watu ambao wanaweza kule usisema ni wabovu sana, kwa sababu wengi wanatoka Europe wanaenda kule. Kwa hiyo kitu ambacho anafanya Messi ni kitu ambacho kizazi cha sasa hivi kinabidi kijifunze, kwa sababu sasa hivi vijana wengi hawana muendelezo. Utaona mtu anakuwa ni bora ndani ya misimu miwili, misimu mitatu, misimu minne, then anapotea. Lakini ukimwangalia Pulga unaweza kuangalia huyu msimu wa 10 bado dunia inamjua, bado anaendelea kuvunja rekodi, na pia sio tu kwenye ligi ya Marekani. Utaangalia kwenye national team amekuwa na msaada, ni mtu ambaye amemaliza mpaka sasa ana magoli takriban 600 kitu kama hicho na 72. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi bado dunia inamhitaji. Messi bado dunia inamhitaji, lakini ukiangalia umri nao unamchukua mkono. Umri haudanganyi. Sahihi. Amesaini miaka 3. Ukiangalia hiyo miaka akienda nao mpaka miaka 3 ni 41 nimesoma hapo. Huoni ni wakati mzuri wa Messi naye kupumzika, ama ni bado anataka apate kama kombe la dunia akalipata? Sijui UEFA akazipata, yani za kutosha. Ukiangalia kuchukua yani Ballon d'Or ndio usiseme. Hakuna kitu ambacho Messi amekiacha. Messi anahitaji nini kwenye soka? Kwanza Messi bila kuangalia ana faida mbili kubwa. Kwanza kama hivyo kupiga rekodi, pili ni biashara Messi. Yaani Messi anapokuwa kwenye timu yako, pia kuna baadhi ya kampuni zinatamani pia kuwekeza kwenye timu yako, sio unaelewa. Kwa mfano kama leo tunazungumzia kampuni kubwa kama Adidas wanamiliki Messi, kwa hiyo watu pale Tanzania tayari inakuwa ni biashara. Kwa hiyo Messi sio tu kwa sababu ya kucheza, bali ni biashara. Kwa mtu kama Cristiano anaenda Uarabuni, unaona sasa hivi mataifa mengi yanaendelea nchi hizi, unaelewa. Kwa hiyo Messi kwa kwake ni biashara, sio tu kucheza, wanapata faida nyingi wachezaji kwa Messi. Tumwache Messi tuje Bundesliga, hapo tunakuta timu ya Bayern Munich ambayo ina wachezaji wazuri na sasa hivi kama imeamka sasa. Kurejea kwa Jamal Musiala ndani ya kikosi chake baada ya kupata majeraha, injury serious, sasa amerejea mazoezini na atakuwa kwenye kikosi. Faida gani wanaenda kuipata kwake binafsi na timu kwa ujumla? Kwanza inampa Wim Vincent Kompany, mwalimu wa Bayern Munich, anakuwa na uwezo wa kuwa na machaguzi mengi, kwa sababu tunajua Bayern Munich wapo kwenye michuano ya kimataifa, tunajua wachezaji wake wengi, labda mtoa Jamal Musiala, mtu ambaye unaweza kumwongelea vizuri ni mtu kama Luis Diaz ambaye tukaleta bora ndio mchezaji Bayern, lakini ujuzi wake unampa foni mwalimu, kwa sababu tunajua Bayern Munich au ni michuano ya kimataifa. Bayern Munich wako kwenye michuano mingi ya kimataifa, na sasa unajua wako kwenye UEFA Champions League ambako wanaendelea kufanya vizuri. Sisi hatuna la ziada ndani, tunakamilisha taarifa zetu za hapa ndani pamoja na mpaka ya Tanzania. Ulikuwa nami Neema Kayuba, lakini alikuwa hapa Captain Joke Mushi, na kama kuna taarifa ambazo kuzipata endelea kufuatilia kwenye kurasa zetu mbalimbali za kijamii, FJTV YouTube, lakini FJ_TV upande wa Instagram. Mimi kwenye upande wa Instagram utanipata kwa jina la Neema Kayuba_TV. Hiyo mitandao yote. Yote naondoka. Mimi naondoka kama hiyo. Naenda kwa Instagram. Sawa. Basi mimi naondoka kama kikosi cha Azam kugawani. Wewe baby amenianza. Wewe uongo kwa Sawa, tuna la ziada, tukutane tena wakati mwingine hapa ndani ya FJTV.